Siku leo nimepata bahati ya kukutana na mzee wangu ambaye yeye ni shabiki wa miaka hiyo. Tunatamani tuzungumze mengi sana kuhusiana na masuala zima ya sports. Yangu majina naitwa Ramadhani Saidi Shabani Mponye na hii ni Scout Sports kutokea hapa Scout Television. Mzee, asalamu alaykum. Salamu bwana, hali yako bwana? Salama, kwema? Kwema. Naam, miaka ya nyuma ukiachana na hizi Simba na Yanga, kuna klabu kongwe ambayo nyinyi wazee mlikuwa mnapenda kushabikia. Labda tuwaeleze vijana wa sasa, wa karne za sasa, vijana wa 2000 kuhusiana na miaka hiyo ya nyuma na maisha yalikuwaje katika uwanda wa soka. Manake miaka ya nyuma klabu kongwe zilikuwa kama unavyosema, ilikuwa Simba, Yanga, Cosmo, zilikuwa klabu tatu hapa. Ndio. Na mimi wakati huo ndio mshabiki wa Cosmopolitan ambaye nilikuwa klabu bingwa wa kwanza, ambayo ndio timu alikuwa wapinzani wa timu zote mbili, Simba au Yanga, ndio timu ambayo ilikuwa mpinzani wao mkubwa. Na hiyo Cosmo ndio ilikuwa klabu bingwa ya Tanzania hapa. Toka mwaka 67 alikuwa bingwa wa Tanzania. Wakashindwa kuendelea kwa sababu ilikuwa hakuna pesa. Hakusaidiwa na serikali. Basi kashindwa kuendelea. Ndio kaja ligi kaanza, akachukua tena Simba, kaja Yanga nini. Basi timu hizo mbili mpaka leo. Sasa zikaibuka timu nyingine, Azam nani, na toka wakati huo mimi mipira tena nikazara moja kwa moja, na wakati huo mipira imeongozwa na rushwa, marefari rushwa, au viongozi wa klabu wote rushwa. Ilikuwa timu sasa hivi vurugu mechi tu. Okay. Kwa mtazamo wako wa sasa na zamani tunaona thamani ya virabu zilikuwa ziko chini. Kwa sasa hivi thamani ya virabu vimepanda. Kuanzia mishahara hata na uwekezaji pia. Hili kwa upande wako wewe kama mtaalamu wa soka au mkongwe wa soka miaka hiyo, unalizungumziaje hili swala? Kweli thamani sasa hivi imepanda sana, wachezaji wana hali nzuri, wanakula vizuri, wananunuliwa pesa nzuri, tofauti na miaka yetu ya nyuma ile Simba, Yanga, Cosmopolitan, huyo Sandaleni, ilikuwa hakuna kitu. Wakati huo wachezaji wanafaidika, baki mpira 7 imekuwa ni kazi, ajira kubwa. Basa, mimi niseme kwamba sina la ziada. Leo nilipata bahati ya kukutana na mkongwe ambaye anajua kuzungumza masuala mazima ya michezo kuanzia miaka ya nyuma huko mwaka 1909. Basi naam, mimi sina la ziada, nikutakie uangalizi mwema wa vipindi vijavyo katika Scout Television. Yangu majina ni Ramadhani Saidi, the sportsman kutoka hapa Scout Television.